يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وعمنا بالغفران ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا اللهم على تمام وأداء بالقلب واللسان. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافنا واعف عنا وأكرمنا بكرمك وأعنا على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها. بعد ya kumshukuru Allah jalla wa azza na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunateremka na tunatiririka moja kwa moja katika darasa letu kama hili, katika kipande kile cha jana tulichokuwa tunaelezea masala ya uhalali wa kichinjwa. Mwenyezi Mungu aliposema katika aya hii tuliyoisoma mwanzo, wama uhilla bihi lighairi llah, ni haramu Muislamu kula kichinjwa ambacho kimechinjwa kwa nia ambayo si ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kimechinjwa kwa ajili ya sanamu, kimechinjwa kwa ajili ya ibada ya dini nyingine yoyote, kichinjwa kile hufai kula, ni haramu. Jana tukaeleza sharti za mwenye kuchinja, mchinjaji, yule anayechinja na sharti zake. Tukaeleza sharti za mchinjaji ni kwamba ayakuna balighan aqila, mchinjaji atakiwa ni mtu na akili zake si mwandazimu. Mchinjaji awe ni ghairu mudhrim, ikiwa anachinjwa ni mnyama ambaye ni mnyama wa pori. Mchinjaji atakiwa awe ni Muislamu au kitabia au ahlul kitab, kama tulivyoeleza jana kwa upana. Mchinjaji atakiwa wakati wanachinja apige bismillah. Mchinjaji atakiwa awe mtu yoyote aweza kuchinja, sawasawa mwanamume, pia vile vile mwanamke ameruhusiwa kisheria kuchinja, na kichinjo cha mwanamke ni halali, tunaweza kula kama alivyoashiria Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya alikuwa ni masala tuliyoeleza jana. Leo twende moja kwa moja katika sharti
ya chenye kuchinjwa, ule mnyama utakayemchinja, ng'ombe, mbuzi, ule mnyama anayechinjwa ana sharti zake kisheria, mpaka ule mnyama awe ni halali kumla. Kuna sharti za mnyama anayechinjwa. Sharti ya kwanza, ule mnyama wakati unamchinja, an yakuna dhabihatu ala qaidi alhaya inda dhabhiha. Ule mnyama wakati unamchinja awe ni mnyama aliye hai. Sharti ya kwanza, mnyama bado yuko hai, sio wewe upate mnyama ashafariki nusu saa iliyopita, ashafariki 1 hour iliyopita, ashafariki toka jana, wewe ndio unaenda kumchinja, sema kushamchinja afaa kuliwa. La, mnyama, sharti ya mnyama anayechinjwa ni aliye hai. Mnyama awe katika qaidi alhaya, awe bado yuko hai ndio mchinje. Kama safari moja nilishuhudia haya katika maeneo ya ardhi za Kimasai, nilipokuwa nasoma maeneo ya Kajiado. Ng'ombe amefariki, mmoja katika watu akaja kwa ng'ombe kama yule, akasema huu ni kitoweo, yualiwa. Kitoweo kivipi? Asema tumchinje pambizoni mwa barabara. Akamchinja na akamtoa ngozi na akachukua nyama kwa zile renda mgawani, kila mtu akawa anachukua mwenda. Tayari yule mnyama alikuwa hafai kuchinjwa kwa sababu ashafanyaje? Ashafariki. Aliyekufa wamchinjia nini? Naye mnyama ashafariki, hana tena uhai. Kwa hiyo kinachochinjwa kwanza kiwe hai. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, ayamuta natijata lilqiyami biamaliyati dhabhi walaysa bitariqati ukhra. Yule mnyama anayechinjwa awe atakufa kwa sababu ya kuchinjwa. Hiyo ni sharti. Mnyama awe atakufa, atatoka uhai kwa sababu ya kuchinjwa, sio ametoka uhai kwa sababu ya kitu kingine. Kwa mfano, mnyama anaangukiwa na kitu ambao ni maudhuda, ameangukiwa na kitu kizito. Mnyama kama ule atafikia hali mpaka ni kwamba yuwafa, amefika katika gharghar al-maut, roho yake ndio yaenda, amefikisha kidogo tu, hata ukamtinda ule kumtinda, hatutasema mnyama kama ule amekufa, ametoka uhai kwa sababu ya kuchinjwa. Tutasema ametoka uhai kwa sababu ya kule kuangukiwa na kile kitu. Kwa hiyo mnyama ule hufai kuchinja ukamla. Tutoe mfano wa pili, mfano wa vichinjo, wanaochinja wanyama katika vichinjo. Sasa siku hizi kuna bunduki hizi, mnyama upigwa, kama ni ng'ombe, kama ni ngamia, akapotezwa fahamu. Tusema bunduki ile anaopigwa mnyama kupotezwa fahamu, je, ina mizani wa kwamba mnyama akipiga bunduki ile kuna uwezekano wa kwamba ndio uhai wake kule kupoteza fahamu kwake ndio kufa kabisa moja kwa moja? Ikiwa kuna uwezekano huo, tutasema mnyama ule basi amekufa kwa sababu ya mpigo wa ile risasi, hakuchinjwa. Lakini ikiwa tutasema kwamba uzito wa ile kitu ni kupoteza fahamu, baada ya dakika 10 aweza kupata fahamu, akainuka na akaenda zake, basi tutasema mnyama kama ule amekufa kwa ukali wa kisu cha kuchinja, hakufa kwa ukali wa uzito ile bunduki ya kupiga. Ikiwa ile kitu inamuua mnyama, ni makosa kutumia kifaa kama kile katika kuchinjia wanyama, kwa sababu utakuwa mnyama kama ule umemuua, umemmaliza uhai wake kabla ya kutumia kisu, na wanaokula mnyama kama ule ni hatari inshallah. Lakini wachinjaji vingi wamethibitisha hili kwamba mnyama ule anapopigwa kile chuma
Lakini ikiwa hili halijathibitika mnyama kama ule, unashaka kuna mnyama kama ule, inawezekana uzito wa kile chuma alichopigwa ndicho kilichomuua, wala sio ukali wa kisu kilichomchinja. Hii ni sharti ya pili katika sharti ya mnyama anayechinjwa. Sharti ya tatu, lazima mnyama anayechinjwa ayakuna min al-bahaim yahillu dhabhuha, awe mnyama ni katika wanyama hawa mabahaim tunaowafuga majumbani na ambao yahillu dhabhuha, yafaa kumchinja mnyama kama huyo. Na wanyama wengine hata ukawachinja tuseme kuwa ni halali, wewe mchinje paka, paka si halali kumla, ukamchinja au ukamchinja sema tumemchinja, ndio umemchinja, lakini si halali. Mnyama anayechinjwa lazima mnyama mwenyewe awe ni halali kule kuchinjwa. Punda ni mnyama ambaye halali, sheria imeharamisha sisi kula nyama ya punda. Mchinje punda, useme mchinja huu ni halali. Hawi halali kwa sababu ya kuchinjwa, anakuwa halali kwa sababu sheria imemruhusu huyo achinjwe halali. Kwa hiyo mnyama ambaye halali hata ukamchinja huwezi kuhalalisha kwa sababu ya kuchinja. Kwa hiyo katika sharti ya mnyama anayechinjwa ni lazima mnyama mwenyewe awe ni mnyama anayeliwa, ni mnyama halali kumla. Sharti ya mwisho, sharti ya kichinjwa na kumchinja ni kumwelekeza kibla. Mnyama unapomchinja umwelekeze kibla. Hapa pana khilafu kwa wanazuoni katika kuelekeza kibla. Jamhuri ya ulama, madhhab ya Imam Abu Hanifa na Imam Malik na Imam Ahmad, kauli zao katika mnyama kuelekezwa kibla ni wajibu. Lazima mnyama kumchinja kuelekeza kibla kwa madhhabi haya matatu. Na wakasema kwamba mtu lao atasahau hakuelekea kibla, basi ni sawa, itafaa kumla mnyama kama ule, lakini kwao ni kitu wajibu mnyama kumchinja kumwelekeza kibla. Na wana dalili zao katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa madhhabi ya al-Imam Shafi'i, si lazima ukimchinja mnyama muelekeze wapi? Kibla. Na kauli katika kauli za Imam Ahmad ni sunna ukimchinja mnyama umuelekeze kibla, na kadhalika Imam Shafi'i ana dalili zake katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa hoja ambazo zimetolewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akichinja yeye, Mtume alielekea kibla, akamuelekeza mnyama kibla. Na kuelekea kibla sio kwamba wewe uelekee kibla, bali ni yule mnyama anayechinjwa yuwajjahu al-qibla, ule mnyama huelekezwa kibla. Mnyama huelekezwa kibla vipi? Bimadhbahihi wa laysa biwajhihi. Mnyama huelekezwa kibla pale machinjioni mwake, ndio panapoelekezwa kibla, wala sio kichwa cha mnyama kinaelekezwa kibla. Kichwa cha mnyama kielekezwa kibla, kichwa chake huelekezwa magharibi. Kichwa cha mnyama huelekezwa wapi? Upande wa magharibi. Lakini al-madbah, ile sehemu inayoikata ndio inayoelekezwa kibla, ambao ni shingo. Ndio kaambiwa ni wajibu wanazuoni kuelekeza kibla ile shingo, na wewe mwenyewe unachinja kwa tayari kuelekea kibla. Lakini usiamue mnyama elekea kibla basi ukamchukua mnyama kile kichwa mnyama ukamwelekeza kibla, itabidi wewe umeelekea magharibi au itabidi wewe umeelekea mashariki, ndio kichwa cha mnyama kimeelekea kibla. La, ni wewe uelekee kibla, na madhbah pale unapomchinja mnyama ile shingo yake ndio ielekee kibla. Hii ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu asema anna Nabii sallallahu alaihi wasallam
Waislamu, siku ya kuchinja unaijua? Siku ya kuchinja ni ile iliyo katika sura fupi, katika sura miongoni mwa sura fupi katika Qur'an. Mwenyezi Mungu asema fasalli li rabbika wanhar. Hiyo ndio siku ya kuchinja. Siku ya Eid al-Adha ndio siku ya kuchinja. Asema Jabir bin Abdullah anna nabii dhabaha yawm al-dhabh, anna an-nabiyya dhabaha yawm al-dhabh, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja siku ya kuchinjwa. Mtume sallallahu akachinja siku hiyo bikabishaini aqranaini, Mtume akachinja kondoo wawili au mbuzi wawili wenye mapembe. Alipowachinja wanyama wawili hawa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema wajjahahuma, alipowachinja wanyama wawili kama hawa akawaelekeza kibla. Mtume tayari amesimama na akawaelekeza mnyama kibla, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno kama haya, wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wama ana min al-mushrikin. Allahumma laka wa minka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu akbar. Haya ndio maneno aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati amesimama kuchinja mnyama kama ule. Kwanza akasema wajjahatu wajhiya, naelekeza uso wangu kwa Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi, tena hali ya kuondokea katika dini ya Kiislamu. Uhai wangu na kufa kwangu zote ni zake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia ya Rabbi, Allahumma, ewe Mola, kichinjwa hiki ninachokichinja laka wa minka, kwako wewe tunategemea, na kichinjwa kama hiki tunakielekeza kwako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa an Muhammadin, na kichinjia mimi mwenyewe hii udhiya, na kichinjia mimi wa ummati, na wachinjia pia vile vile ummati wangu, wale wasiokuwa na uwezo wa kuchinja. Tayari Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akichinjia wa an ummati, na wachinjia ummati wangu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga bismillah, akasema bismillahi Allahu akbar. Yoyote mtu anapochinja akianza kuteremsha kisu aseme bismillahi Allahu akbar, ndio achinje, kama alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi hii ya Jabir tupata kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati akichinja mnyama ule alimuelekeza wapi? Wajjahahuma, aliwaelekeza kibla. Kwa hiyo ni sunna katika madhhabi yetu ya Imam Shafi'i, wakati mtu anapochinja kumwelekeza mnyama anayechinjwa machinjio yake kuelekeza kibla. Hizi ni katika shuruti 5 ambazo wanazuoni wameziorodhesha katika sharti za mnyama anayefaa kuchinjwa. Tuje katika sharti ya ala ya kumchinjia mnyama. Ni lazima mnyama tumtinde kwa kisu tu au tumtinde kwa panga tu? Sharti ya kumchinja mnyama, wanazuoni wameweka sharti 2 muhimu sana au 3 katika sharti walizoeleza za kumchinja mnyama, ile ala unaotumia kumchinjia mnyama. Waweza kumchinja mnyama kwa kitu chochote ambao kwamba chenye makali, chenye kupata sawasawa, ikiwa ni chuma, sawasawa ikiwa ni jiwe, sawasawa ikiwa ni chochote, isipokuwa tu alla takuna sinna au dhufra, isiyo utachinja kutumia meno. Chinjwa kama kile hakisihi na kuwa najisi kama maiti.
sio utachinja kutumia meno. Sawa ikiwa ni meno yako au ni meno ya mnyama yoyote, kutumia meno kama mfano shaka na meno magari atengeneza kwa namna yake, ukayapanga vizuri, ukayafunga vizuri kwa sukuru zako, ikawa watumia meno ya shaka kuchinja, haiswi. Au ikawa kwa meno ya mnyama fulani ni magari, ukayachoka kwa aina yake, ukayafunga na sukuru katika chuma fulani, kwa wanatumia meno kuchinjia, haiswi. Meno kwa namna yoyote utakapotumia meno kuchinjia mnyama, kichinjwa kile haiswi. Au kufra ama makucha, ukatumia makucha. Makucha yako ni makubwa magari, kidrege kidogo hiki, kachinja dushi, kaona dushi hana shingo kubwa kama kuka sipaka sisonongoa na kukucha, tukule kitu mbaya, sababu una nguvu na makucha yako yana kasi. Hasii dushi kama ule kumla, kwa sababu hakuna uhalali wa kutumia makucha katika kuchinja. Na hii ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi sahihi, kullu ma anhara ad-dam fakulu, kila kilichokuwa na uwezo kutawanya damu, yani kilicho na magari ya kumchinja mnyama, basi mchinjieni na mule mnyama ule. Fakulu illa sinna wa dhufra. Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa jino, hatufai kutumia meno katika kuchinja, wa dhufra na makucha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, fa inna sinna adhmu, hakika meno ni mfupa. Kwa hiyo hatufai kutumia mfupa wowote kuchinjia, wala jino. Fa inna sinna adhmu, Mtume akasema kwa sababu jino ni nini? Ni mfupa. Huwezi kuefuta mfupa wa mnyama alikuwa na mfupa mgumu, ukauchoka ukautia magari, ukasema mimi nachinjia kwa mfupa huu. Hakuna mfupa unaofaa kutumika katika kuchinja, au halalishi kuchinja mfupa. Wasinna na jino, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa inna sinna mudiya al-yahud au mudiya al-habasha, ambao ni manasara. Kwa sababu jino ni jeri, ni visu ambao wanalitumia Mayahudi au walikuwa wakitumia Habasha, kama ilivyokuja katika riwaya. So sisi hatufai kuchinja kutumia makucha, kichinjo kama kile hakiwi halali. Kwa hiyo katika sharti ya ala tunaoitumia kuchinja wanyama, tunaweza kutumia ala aina yoyote isipokuwa nini? Jino na makucha, hatufai kutumia katika kuchinja mnyama. Sharti ya pili, an takuna al-ala muhaddada, lazima ile ala iwe ni muhaddada, ina makali yapata. Ala mzuri kuchinja mnyama, ala yako iwe kali ya chinja vizuri, na hii ni sharti katika sharti ya ala, kwa sababu mnyama unapomchinja basi na ala ambayo yakata, mfano kwa shingo yake jiwe ukaipiga shingo pale katika, haiswi, kwa sababu ukaipiga ile shingo ukikata kwa makali, mnyama ule hawezi kuwa halali, kwa ni maiti najisi, ufai kumla. Au ukatokuwa jiwe au silaha ambao haina magari, ni makosa makubwa. Kwanza ni tadhlili, unamdhalilisha mnyama ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametufaradhia sisi tuwe na ihsan ala kulli shay, katika kila kitu tuwe na ihsan. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wakati unaua ufika katika sharia ya Kiislamu ikawa mtu imebidi ni hukumu yake kwa makosa yake ni kuuliwa, ameua na yeye afanyaje? Auawe. Amezini na yeye ni tayib, amezini, hukumu yake ni apigwe mawe mpaka auliwe. Lakini katika kupiga mawe
katika kuuliwa mtu amefanya ameua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mwongozo maalum namna mtu anauliwa ili auliwe vizuri. Fa ahsinu qitla, fanyeni ihsani katika kuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea katika kusema wa idha dhabahtum, na pindi mnapochinja mamchinja mnyama, fa ahsinu dhibha, chinjeni vizuri. Waliyuri ahadukum dhabihata, mmoja wenu wakati anakuchinja ule mnyama amwachilie, sio amsilie. Shamchinja, chakata shingo yake, mwachilie naye alisaidie, amshike mmoja huko amyusha kipige mpaka roho yake, lakini usimsilie ule mnyama kama umemfunga. Waliyuri ahadukum dhabihata, ule mnyama mwachilie. Ni katika mlango wa ihsan. Waliyuhida ahadukum shafratahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia na atie makali mtu ile bisu lake. Ndio katika sharti za kuchinja, ile bisu ile na makali. Waliyuhida ahadukum shafratahu, na atie makali mmoja wewe ile bisu lake, ili akiliweka juu ya mnyama kama ule ndio anapata moja kwa moja, sio wasukua hadi tiki hadi fiki hadi malisi hadi kuwa tumituhu, wamuua ule mnyama mauti mingi, yani wamdhalilisha katika kumchinja kule, kama katika riwaya nyingine ilivyokuja kwa kumuua mara nyingi, yani wamdhalilisha katika kuchinjwa kama kile. Hii si sawa katika kuchinja. Waliyuhida ahadukum shafratahu, mtu atie makali ile bisu lake, na hii ni sharti katika sharti za ile ala utakayotumia katika kuchinja nyama. Tumeeleza darasa kama 3 zinazohusu wanyama wa kuchinjwa, na kuna mnyama ambaye waweza ukamwandia chembe. Hawa ni masala ya wanyama wa pori. Waweza ukamtumilizia chembe au ukamtumilizia mnyama mwenzake ambaye ni mwindaji, ni jibwa, ukamtumiliza mshike ule ukamshika. Chembe kama kile ikamuua mnyama kama ule, ukenda ukampata amekufa, na amekufa kwa sababu kile chembe. Haya ni masala mengine ya wanyama wa pori ambao ni wa kuwindwa. Ama mnyama ambaye tumemweleza ni wanyama wale ambao tuko nao, waweza ukamshika na ukamlaza na ukamchinja. Lakini mnyama wa pori huwezi kumfikia hivyo mpaka umtumilie mbinu. Jembe ni mbwa. Tuelezee masala kama haya. Uislamu umetuwekea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mapana makubwa katika sisi kupata riziki zetu. Hakutuharamishia wanyama wa pori, kutuhalalishia, na akatufundisha njia ya kuweza sisi kumhalalisha mnyama wa pori. Asema Mwenyezi Mungu katika sura Al-Maida, yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allahi 'alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab. Wanyama wa pori na nyasi, swala, twiga, pundamilia, hapa ni halali, tumehalalishiwa sisi kuwala. Na katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuhalalishia wanyama hao, akatufundisha namna ya uhalali sisi kuwafikia, akatupa ruhusa ya kuweza sisi kutumia wanyama wenzao kuwashika watu ambao ni jibwa. Naweza kumtumia jibwa kama kuwinda, akawinda wanyama wenzako ili wewe ukapata kitoweo. Naweza kumtumia simba uliolea na uliofuga. Naweza kumtumia chui uliolea na ukamfuga ukamfundisha. Naweza kumtumia
Sharti ya kwanza, ule mnyama lazima kaunuhu muallam, awe amefundishwa. Sio mnyama hujampa mafunzo. Mnyama lazima awe amefundishwa, yule nyawale kama ni jibwa. Sasa kuja katika masuala haya, ikiwa ni jibwa wamfundisha, sitakuwa wafuga jibwa, lazima uwe naye wamfundisha, sitakuwa wafuga jibwa, na tunaambiwa sisi haifai kufuga majibwa. Hukumu yake ni haifai kufuga jibwa, ndio haifai kufuga jibwa. Jibwa ambaye hufai kumfuga ni jibwa umwoshe kwa starehe zako nyumbani, wamlisha tu, hana kazi yoyote, ni starehe zako tu na kumpelekea chakula. Hapa haifai kufuga jibwa basi na malengo, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iktana qalban, man iktana qalban. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopo katika sahihi Muslim, hadithi iliyopokewa na Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu asema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktana kalban, mwenye kufuga jibwa. Kwa nyumbani kufuga jibwa tu, basi yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun, ni haram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpunguzia katika amali zake, swala zako, saumu zako, ibada zako, Qur'ani yako unaosoma, zaka zako, misada yako na upewa yote, Mwenyezi Mungu humpunguzia thawabu kwa sababu wewe umeweka jibwa bila maana yoyote, unafuga ndani ya nyumba. Yunqasu lahu min amalihi, hupunguzwa kutokana na amali zake kila yaumi, kila yaumi, amali za kila siku. Qiratun, hupunguza qirati moja. Kila amali unayofanya hupunguza thawabu moja. Amali zote unazofanya hupunguziwa qiratu. Ndio wanazoona sema ni sawa na hiyo yeye Mwenyezi Mungu katika kupunguzia amali zake. Katika hadithi hiyo katika sahihi Muslim, hadithi ya Abu Hurairah asema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunqasu kulla yawmin min amalihi qiratan, hupunguziwa katika amali zake qirati mbili. Hadithi hiyo katika sahihi Muslim, hupunguziwa qirati moja. Katika hadithi hiyo katika sahihi Bukhari, hupunguziwa qirati mbili. Ndio utafuga jibwa basi na maana yoyote. Kwa kuonesha hadithi hii inaonyesha uharamu wa kumfuga jibwa basi na maana yoyote. Akaendelea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kalba mashia, mtu hapati madhambi wala hapunguziwi thawabu zake ikiwa anamfuga jibwa. Kalba mashia ni nani? Kalba mashia ni mbwa wa kulinda mifugo. Ikiwa mfuga jibwa kwa sababu ya kulindia mifugo yako, hauna haramu unayofanya pale. Illa kalba mashia, isipokuwa jibwa wa kulinda mifugo, au kalba saidi, au jibwa wa kuwinda. Ndio haya tunayozungumza hapa. Ikiwa unafuga jibwa kwa sababu jibwa huyo huenda kuwinda, wewe uko Makadara, wafuga jibwa Makadara, jibwa wafuga nini? Na wanyama watakwenda kuwinda na nini? Au hiras, au ukamfuga jibwa kwa sababu ya ulinzi. Yafaa unasoma kujihusisha kimfuga jibwa kwa sababu ya ulinzi katika nyumba yako, kufungua usiku ni security. Yafaa kufuga jibwa kwa sababu hii, lakini kufuga jibwa tu kwa maslahi zako, ujue unajibananisha haramu, na kila siku thawabu zako unazozifanya za poromoka kwa sababu umefuga jibwa ndani ya nyumba yako basi na malengo ya kisheria yanayozingatiwa. Katika hadithi ya Ali bin Abi Talib, akhrajahu Ibn Hibban wa sahahahu al-Imam al-Albani, hadithi iliyosahihisha na al-Imam al-Albani, asema innal malaika la khadar, unafuga jibwa kwa starehe. Innal malaika la tadkhulu baytan, malaika hawaingii nyumba, fihi kalbun, ndani yake wafuga jibwa kuna starehe. Malaika hawaingii nyumba kama hiyo. Kwa hiyo hadithi zote hizi na ziko hadithi nyingi sana
Mazoni ameandika milango sasa kuelezea masala ya kufungajiwa kwa ujumla. Kufungajiwa basi na ruhusa ya kisheria ni haramu na unapata dhambi na unapunguza ajira katika amali zako. Lakini lao utafungajiwa kwa sababu ya kuwinda, sawa, ni halali. Najibu kama ule anaweza kutafutia kitoweo, lakini kwa sharti za mnyama ambaye unaweza kumtumia kutafutia kitoweo. Wanazuoni wamezoelea sharti tano. Sharti ya kwanza, kaunuhu muallam, awe ni mnyama aliofundishwa, amesomeshwa, ameingizwa class, ameshika ile ilmu alipewa. Kufundishwa vipi? Wanazuoni asema bi an ya'tabira idha umira, amrike wakati akiamrishwa. Mwenyewe akimwambia fanya hivi, anaelewa, anafanya kile alichoambiwa. An ya'tabira idha umira, sharti ya kwanza awe ni mnyama anaamrika wakati akipewa amri. Sharti ya pili, wayanzajira idha zujira, ni mnyama aliosomeshwa, wayanzajira na akomeka wakati akikemewa. Akikemewa akomeka, simama pale pale, simama pale pale. Wayanzajira idha zujira, akomeka wakati akikemewa. Sio mnyama ukimkemea yeye baada vile vile wewe bado hata kishika mnyama haufai kula. Sio mnyama wakati ukimamrisha wewe kuja yeye akusikizi kama habari hana wewe. Kisha ndio kashika mnyama, sio mnyama huyo kabla haram, haifai mnyama huyo kumtumia katika kuinda. Katika sharti za mnyama awe ameelimika, wayastarsal idha stursila, awe anakwenda wakati akitumilizwa. Sio mnyama mwambia nenda bila kuzunguka tu, bado hajakuwa ni muallam, ni mnyama aliyeelimika. Mnyama akitimiza sharti hizi, akiamrishwa anaamrika, akikemewa anakoma, akiambiwa nenda anaenda. Huyu ndiye mnyama ambaye Mwenyezi Mungu alimtaja katika Qur'ani, wama allamtu min al-jawarih, kutokana na wale wanyama waliowafundisha wakafundishika. Ikiwa bado hajakuwa hivi katika sharti zilizoelezwa wanazuoni, huyu si mnyama unayefaa kuchukua kwenda kuinda na akashika mnyama na wewe ukaweza kumla, si mnyama. Wama allamtu min al-jawarih. Sharti ya pili kwa mnyama, akimshika mnyama hata akamuua, wafaa ule mnyama kama huyo. Kama mnyama wako unamfundisha kusoma sawa, shika yule, anaenda kumshika swala. Baada ya wewe kufika maeneo yake, kufika shamshika na swala kama ule ashafanyaje? Ashakufa. Ashafanyaje? Ashakufa. Adamu ni mnyama alikuwa amefundishwa, hata kama amekufa swala kama ule ni halali, sharia kuambia mle. Tutakuja kuona katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata akaua, lakini madamu ni mnyama alifundishwa. Sharti ya pili, ayusilahu sahibu, ule mnyama awe ameamrishwa, sio amejielea mwenyewe. Usafiria kama shiki kule yule amemwonyesha haya bismillah, na wakati ukimtoa mnyama kimwambia mshike yule, unafaa umpige bismillah. Shike bismillah, amfukuze, amshike. Hata ukienda ukipata amemuua, amekufa, ni halali wewe kula, kwa sababu ni mnyama wako ule ambaye umemfundisha namna ya kuila. Ayusilahu sahibu, wewe umemtuma, sio umeenda mwenyewe ukajisia katika shamba lako, una habari wewe mwenyewe uko ndala, mara ukiamka unaona jiwa na swala amekuwekea swala, amekufa, si wako, mwajibu wewe, kwa sababu kumtuma sharti lazima wewe umemtuma. Kama umemtuma amekuletea yeye mwenyewe, ufai kula, lazima uwe umemtuma katika sharia. Ayusilahu sahibu, ayadhkura Allah inda ihsani, katika sharti za ule mnyama akimshika, hata kama amemuua, wewe wapale na kumtukuliza utamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayadhkura
hadithi za Bwana Mtume zinaweka wazi mambo kama haya. Itajulikana vipi kwamba huyu jibu amemshika mnyama jishike mwenyewe? Amemshika mnyama ukienda umempata tayari shapasua yomla. Tayari mnyama akushikia wewe. Amejishikia nani? Yeye mwenyewe. Wewe mtuma mshike wewe. Amekimbia ameenda kushika kumwangusha. Ukienda kwa tayari shapakuwa wapo yomla. Yuko yomla yeye. Asubiri mnyama akushikie. Hata kama umefundisha ni wala ujue hapa huyu mnyama si wako. Ule jibu akushikia wewe. Amemshika ni yeye ni wani katika sharia ule ni maiti ufai kumla. Hizi ni sharti jamaa mpaka mzielewe wale wanakwenda kuwinda lazima wafahamu masuala kama haya. Sharti ya tano alla yusharikahu saydun akhar. Ule jibu akimtuma kwa kushika mnyama ukienda ukimpata amemshika ule swala. Amemshika ule mnyama ule mtuma lakini ukawa ukifika pale ukaona majibu wanga wawili. Wale kwa majibu wako mmoja ama majibu wako wawili. Ukaenda kupata majibu matatu. Kwa sababu kutoka wapi wao kujua kutoka wapi. Na tayari wote wamesimamia ule mnyama. Ni kwamba wote wameshika ule mnyama. Kwa hiyo tayari mnyama kama ule hufai kula kwa sababu hujui hakika alishika ni jibu wako ama ni jibu ule mwingine. Pengine jibu wako mnyama wako jibu wako ule mtuma tayari itakuwa ameshikwa na jibu mwingine anaingilia kati, bali itakuwa mnyama kama ule ni maiti hufai kula. Hizi ni sharti tano waliozieleza wanazuoni kufaa kumla mnyama wa pori, na sharti ya mwisho ni kwamba yule mnyama wakati kumshika ule mnyama hata kama amemuua awe amemuua mahali ambapo itamkinika kwamba kufa kwenyewe huyu mnyama amekufa kwa sababu ya ukali wa meno wa huyu mnyama aliyomshika katika sehemu. Asiwe amemuua kwa sababu ya nini? Ya kumnyonga. Mnyama ufundishwa kwa sababu ya kumnyonga. Kumnyonga nini? Ni amkamate shingo. Amnyonge shingo mpaka afe kwa sababu amemkamata shingo afunge pumzi. Mnyama kama ule hufai kumla kwa sababu amenyongwa na mnyama wako. Hizi ni shuruti waliozieleza ulama katika kufaa kumla mnyama wa pori, na sharti hizi zote sita zipo katika hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi sharti sita zipo katika hadithi ya Ali bin Hatim radhiallahu anhu iliyopo hadithi hii katika sahihi Muslim na katika sahihi Bukhari. Hadithi sahihi imekusanya hizi sharti sita zote zipo katika hadithi hii moja, na ni hadithi sahihi. Kaka rudi katika sahihi Bukhari ifute hadithi ya idha arsalta mzinifu aliyezini hukumu yake kisheria kujua mawe mpaka afe. Na ndio muone ubaya wa zina. Watu wa zina tafadhali hawajali. Ule uovu wa zina wala Mwenyezi Mungu namna alivyoikemea. Je, wakati anapigwa mawe mzinifu, la kwanza, la pili amevumilia, la tatu, la nne amemkoa jamaa hapa amekimbia. Sasa je, tumfuate vile vile huyo mpaka haiwezekani kukimbia. Alozini alijamaa hawezi kukimbia. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu aliangalia kitabu kusoma madhara atakapotokezea maafa makubwa. Mwenye kuzini mtiwa katika ardhi mpaka karibu na kifua chake, kafungiwa shimo wakati wa ndani, kisha akazibiliwa pale, akafungwa kwa namna fulani ndani ya shimo, ikawa amekuwa sawa na ardhi mpaka kifua. Sasa hataka kutoka hawezi, ni akapigwa mawe pale pale mpaka hilo mwenyewe. Kwa hiyo haisubiri kwamba mwenye kupigwa mawe kisheria kama alivyopiga Bwana Mtume. Mtume alipiga mawe sahaba alizini na wakaenda kwa Mtume. Mtume akaamrisha wafanyeje? Wapigwe mawe na wapigwe mawe. Kwa hiyo haisubiri kisheria kwamba mwenye kupigwa mawe akimbie, haisubiri kisheria. Na ikiwa
kujielimisha, najua